Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Sefu Yami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saad Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Kijana mmoja amefariki na mwingine kujeruhiwa na shoti ya umeme katika tukio linalodhaniwa ni wizi wa miundombinu ya umeme mjini Unguja. Jumuiya ya Answari Sunna Tanzania yatoa tamko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Katika habari za kimataifa, Trump afikiria kupunguza balozi za Marekani barani Afrika. Na mkapu la habari linaanzia huko kisiwani Unguja kwa habari ya tanzia. Kijana mmoja amefariki huku mwingine akijeruhiwa vibaya baada ya kupigwa na shoti ya umeme katika tukio linalodhaniwa ni kutaka kuhujumu miundombinu ya umeme kwa kutaka kuiba waya wa umeme. Akitoa taarifa kwa wananchi kufuatia tukio hilo lilotokea majira saa 8 usiku wa kuamkia Jumatatu ya Aprili 21, meneja wa shirika la umeme Zanzibar ZECO mhandisi Haji amesema tukio hilo limetokea baada ya mafundi kubaini itilafu katika kituo cha kupozea umeme cha Fumba. Wakati tunarejesha laini hiyo kwa mara pili, kishindo kikubwa kilisikika karibu na maeneo ya Mtoni substation, eneo la Mto, ambapo mafundi wetu walianza kupatrol na kugundua kwamba kuna vijana wawili walioingia katika eneo la substation kwa nia ya kuiba waya wakiwa na msumeno wa chuma. Walikata waya ambao ulikuwa una umeme. Umeme huo ulikuwa ni msongo wa kilovolti 33. Kwa kuwa ulikuwa ni umeme mkubwa, vijana wale walipata shoti ya umeme na pamoja wakapata majeraha makubwa ya moto, yani first degree burn. Mmoja alifariki hapo hapo na mwingine akiwa na hali mbaya life threatening. Shirika la umeme Zanzibar ZECO limeomba radhi kwa kukosa umeme maeneo yote yanayohudumiwa na kituo cha Fumba kufuatia tukio hilo. Maeneo hayo ni Daraja Bovu, Amani, Mwanakwerekwe, Mpendae, maeneo ya baadhi ya Mpendae, kwa Mchina, Mombasa, Mbuyu Mnene, Kisauni, Maungani, Kisakasaka, Fuoni, Dimani, Bweleo hadi Kombeni hadi Fumba. Maeneo hayo yatakosa umeme kwa muda wa masaa 10 yajayo wakati tunarekebisha hali hiyo. Na zoezi linachukua gumu kidogo kwa sababu ya hali ya hewa, kuna mvua, kwa hiyo linaweza likachukua muda zaidi katika kurekebisha hali hiyo. Naombe radhi wananchi kwa kukosa huduma ya umeme kwa muda wa masaa yote, lakini ni jambo ambalo halikutegemewa. Taarifa zaidi kuhusu tukio hilo zitatolewa na mamlaka husika, huku uchunguzi wa hasara iliyopatikana baada ya uharibifu huo ukiendelea. Taarifa zaidi baada ya uchunguzi kukamilika atatolewa na mamlaka nyingine. Kwa sasa hatuwezi kujua hasara kamili iliyopatikana, lakini kwa ujumla tu tunachoweza kusema kwamba watu wengi wataathirika, kwa maana kwamba kama eneo hayo yote niliyoyataja ambayo yana harakati nyingi za kiuchumi, kwa kukosa umeme kutapelekea kuweko kwa hasara kubwa sana. Kwa sasa hivi hatuwezi kuweka thamani halisi hasara itakayopatikana, lakini kwa sisi kwa upande wa ZECO baada ya kurekebisha hiyo hali tutajua ni gharama gani tumetumia kurejesha huduma. Nako mkoani Manyara, mtoto Samia Salim mwenye umri wa miaka 3, mkazi wa mtaa wa Mruki mjini Babati mkoani Manyara, amefariki dunia baada ya kuzama kwenye maji ya mto Faeli wakati akicheza, ambapo baba yake mzazi wa mtoto akiendelea na shughuli zake
kando ya mto. Taarifa kamili na Saadi Suleiman. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya wakazi mtaa wa Mruki wamesema taarifa ya kuzama kwa mtoto huyo zimebainika baada ya baba mzazi kubaini kutokuwepo kwa mwanae sehemu aliyemwacha wakati akiendelea na shughuli zake kando ya mto. Sasa kuja kurudi ndo akaangalia tu akakuta yebo. Mmoja liko kwenye maji, jingine liko hapo chini. Sasa ndo akashtuka. Katika taratibu kufuatilia ndo kidogo na jamaa mmoja alikuwa anaoga mbele, akamwona yule mtoto. Lakini yule jamaa katika kufuatilia naye kwa sababu alikuwa hajavaa nguo, amepambana na alikuwa ni mzee, akashindwa kumiliki ile hali. Kwa hiyo ikabidi jamaa apige simu wa kambini kule na kwa wananchi na serikali ya mtaa, ikabidi atoe taarifa, ikabidi wananchi waende kwenye eneo la tukio kwenda kumtafuta huyo mtoto. Huyo mtoto alikuwa ni familia ya askari magereza, tuliokuta askari magereza wengi wakitafuta, basi tukashirikiana nao na vijana wazamiaji ambaye tunao hapa kijijini walikuwepo na ndio waliofanya jitihada ya kumpata huyo mtoto maeneo ya Sora. Tukio hilo lilitokea Jumamosi tarehe 19 majira saa 9 mchana. Imetajwa sio la kwanza kusababisha kifo. Wito kitolewa kwa wazazi, walezi na wananchi kwa ujumla kuzidisha umakini, hasa katika kipindi hiki cha mvua ambapo kina cha Ziwa Babati huongezeka. Na hii si chini ya mara ya kwanza, hii ni chini ya hili zoezi ni zaidi ya mara 7 sasa hivi au 8. Kwa sababu mara moja kuna kipindi ilitokea watu wanafua tu pale korongoni, mmoja anafua mtoto akaondoka na maji, mwingine aliletwa akaondoka na maji, huyu kama wajana tena ameondoka. Yani tuseme ni kama bahati mbaya zinatokea, lakini nayo kwa upande mwingine ni mapenzi ya Mungu. Kipindi hichi cha mvua Ziwa Babati linafurika. Kwa hiyo waangalie watoto wao na kama mzazi, lakini kama ile tukio la jana limetokea, hatuiti uzembe wa mzazi, ni bahati mbaya, lakini mzazi unatakiwa uwe na tahadhari, usitegemee bahati mbaya tu, uwe na tahadhari. Mwenyekiti mtaa wa Mruki Abdullahi Rajab amesema tayari hatua zimeshachukuliwa kuzuia matumizi ya mto huo, hasa kwa watoto kutokana na wingi wa maji kutoka Ziwa Babati. Maji yalijaa, umebomoka kutoka Ziwa Babati. Kwa hiyo maji ni mengi. Hapa katikati yalipungua, lakini mvua zilipoanza tena maji yakaanza tena upya. Kwa hiyo maji yale yana nguvu, sio ya kufanyia mchezo hata kidogo. Hata mtu mzima yanampeleka, yanamuua. Niwaombe tu waache hiyo kitu, kuwapeleka hasa watoto, kwa sababu watoto wakiona baadaye wanakwenda wao peke yao. Na huwa nawapitiaga na waeleza. Kuna wengine walikuwa wanatega samaki, niliwakanya humo. Sasa hivi wameacha. Sasa kwa sasa hivi hamna watu wanaishughulika, ni hili tukio tu limetokea jana kwa dharura, kwa bahati mbaya. Jumuiya ya Ansari Sunna hapa nchini kupitia kwa amiri wake Sheikh Juma Pori katika kuelekea uchaguzi mkuu wa hapo baadaye mwezi wa Oktoba, imewataka waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuwa mabalozi wa amani na kuliombea taifa kabla na baada ya uchaguzi. Taarifa yake Abdalla Matotola inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Kupitia mkutano wake na waandishi wa habari, amiri wa Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania Sheikh Juma Pori amesema jumuiya hiyo yenye misikiti zaidi ya 1000 inaunga mkono juhudi zote za kulinda amani na usalama wa nchi. Hii ndio msimamo wetu, tunaunga mkono yale yote ya ulinzi wa taifa letu hili. Pia Jamaat Ansar Sunna na viongozi wake ni elekezo muhimu kabisa kwa waumini wake na wananchi wote kwa ujumla juu ya umuhimu wa amani, utulivu na mshikamano katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu na kuliombea taifa letu mafanikio mema ili liweze kuendelea mbele. Aidha, jumuiya hiyo imelani na kupinga vikali vitendo na kauli zote zinazoashiria uvunjifu wa amani, uchochezi, utovu wa nidhamu na uvunjifu wa heshima kwa viongozi kuelekea uchaguzi na hata baada ya uchaguzi mkuu. Heshima ni kitu cha muhimu sana, na kauli nzuri ndio Uislamu unakoelekea. Kama huna la kusema basi unyamaze. Jambo la 4, Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania inaunga mkono juhudi zote zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuendeleza nchi
na kuwahudumia Watanzania katika nyanja mbalimbali. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa jumuiya hiyo kutoka wilaya na mikoa tofauti wameeleza kuyapokea maelekezo yaliyotolewa na kwenda kuwa mabalozi wazuri wa kuhubiri ujumbe huo. Ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote tunazuia viashiria vyovyote ambavyo vinaelekea kuvunjika kwa amani ya nchi. Amani ndio sera yetu na ndio tunayoihubiri wakati wote. Ili kuipata hii amani, lazima pia tushiriki kuwaweka watu wanaoweza kuitunza hii amani katika madaraka. Sababu kuna shida ya baadhi ya watu kutoona muhimu wa kuwachagua viongozi ambao wanaweza kuilinda hii amani. Kwa hiyo pia tutasitiziana kwamba watu kwanza wajiandikishe, lakini pia waingie kwenye daftari ya uboreshwaji wa kujiandikisha kuwa wapiga kura, lakini 4 washiriki kuwachagua hawa viongozi ambao sisi tutaamini kwamba ndio watakayetunza hii amani. Otherwise kama tukiwa nje ya huo utaratibu, maana yake tutawekewa wale viongozi ambao wanaweza kuiharibu hii amani. Kwa hiyo sisi kama Jumuiya ya Ansar Sunna Tanzania tunategemea kwamba Watanzania tutadumisha amani, viongozi wa kisiasa wa kada mbalimbali wataihubiri amani ili endelee nchi yetu kuwa na mshikamano, haya mambo yafanyike. Jumla ya wanafunzi 60 kutoka vyuo mbalimbali vya elimu ya juu na vya kati hapa nchini wameshiriki katika mashindano ya 15 kuhifadhi Qur'ani tukufu yaliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM. Ramadhani Idi Limo ana taarifa zaidi. Mashindano hayo ambayo yamehusisha washiriki katika ngazi mbalimbali za kuhifadhi kwa juzu 1, juzu 3, juzu 5, juzu 10, juzu 15, juzu 20 na juzu 30. Katika kipengele cha juzu 30, mshindi ni Ismail Yusuf Hamadi, mwanafunzi kutoka chuo cha uhasibu. Wallahi najisikia vizuri sana kuwa miongoni mwa washindi, haswa kuwa ni mshindi wa kwanza katika mashindano haya, alhamdulillah. Kwa kuwa tulikuwa ni wengi lakini Allah amenichagua mimi, nashukuru kwa hilo. Aidha, mashindano hayo yalivuta hisia zaidi baada ya wanafunzi wawili kutoka Chuo Kikuu Zanzibar ambao ni watu wenye ulemavu wa macho kuibuka na ushindi. Juzuu nilizoshiriki ni 10. Alhamdulillah rabbil alamin, kwa sababu nimehifadhi juzuu 15 lakini leo nimeshiriki juzuu 10 na nafasi nilioipata ni nafasi ya 3. Na nimeipata nafasi ya 3 kama ningepata ile misahafu ya Braille, yani nikasoma Qur'ani kwa uhakika kabisa, basi naamini nafasi ya kwanza leo ningeondoka nayo. Mimi katika kuhifadhi hii Qur'an ndio imenifanya wepesi mimi wa kufahamu masomo ya sekula mpaka nikafikia chuo kikuu. Nimeshiriki juzuu 15 kwa leo. Nashukuru alhamdulillah nimepata nafasi ya 3. Teknolojia imekuwa, kuna misahafu ya Braille nasomea ambazo ni hati zetu tunatumia sisi wasiona, lakini pia kuna nasikiliza kwenye simu kwa njia ya audio, napata kufanya murajaa. Kwa niaba ya taasisi ya Aisha Sururu na mwenyekiti wa taasisi ambaye ni Bi Aisha Sururu, walioshiriki wote ni washindi. Lakini niwashukuru sana wasomaji wetu, washiriki wetu kwa kuweza kusoma, kujitoa, kuondoa hofu, kuondoa wasiwasi, lakini kuhakikisha pia kitabu cha Mwenyezi Mungu mnakisimamisha. Kwa hiyo watu lazima wajifunze, wajue kilichopo ndani ya Qur'ani. Ukishapata na juzuu 30, basi vile vile unaweza ukaelezea ukapata athari ya juzuu 30 zile zilivyo. Na hii inapatikana kwa lugha ya Kiarabu, kusoma kujua lugha ya Kiarabu. Mashindano haya ambayo hufanyika kila mwaka huandaliwa na Jumuiya ya kusomesha na kuhifadhisha Qur'an katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Kwa sasa yametimiza miaka 15 tangu kuasisiwa kwake. Haya mashindano ni mwanzo wa mashindano yanayokuja. Tumshukuru Mungu na tuseme kwamba matarajio yetu kwa mwakani ni kuwa na mashindano yaliyokuwa bora zaidi, kuanzia kwenye uratibu wake, usimamizi wake, namna ya uongozaji mpaka kufikia tamati ya mashindano yenyewe. Walillahi alhamdu, mashindano kadri tunavyoenda nazidi kuyaona kuwa yanaimarika na yanazidi kuwa na sura ya ile ambayo inahitajika, maana yake sura ya kimataifa. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idi Limo wa Mahasin TV. Nako jijini Dar es Salaam, wadau wa hisani na Waislamu wenye uwezo wamehimizwa kutokuwa na ugumu katika kuunga mkono
juhudi za haraka za dini ili kupiga hatua ikiwemo mashindano ya Qur'ani. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa naye Saadi Suleiman. Rai hiyo imetolewa na mwakilishi wa wafadhili na wadhamini wa shindano la kuhifadhi Qur'ani tukufu lililoandaliwa na kituo cha elimu Mustaqima kilichopo Mbagala Kuu, manispaa ya Temeke, mkoani Dar es Salaam. Wafakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Kudhamini sio kwa ajili ya sisi kujitangaza, hapana. Kwa mashindano haya na kwa hafla hii ni kwa ajili pia ya kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuweza kusaidia kupush au kuweza kusukuma mbele jitihada hizi za walimu pamoja na wazazi na wanafunzi za kuweza kuisomesha Qur'an na kuweza kuifanya ifike mbali. Kwa wazazi tusio wagumu kuchangia katika mambo ya kheri, na pia tuwapeleke watoto wetu madrasa wasome kwa ajili ya Allah, ili tutakapofika mwisho wetu tupate watoto wema watakao kutukumbuka katika mambo ya kheri. Huu ni msimu wa 5 wa shindano hilo la kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa kituo cha elimu ya dini ya Kiislamu Mustaqima. Shukrani zikitolewa kwa kila aliunga mkono kupiga hatua kwa harakati hizo za kuhamasisha kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunawashukuru na tunatoa wito kwa wadau mbalimbali, tunatoa wito kwa Waislamu mbalimbali kufanya jukumu lao la kiimani, nalo ni kuitumikia Qur'ani. Nawashukuru sana, lakini pia tunawashukuru wanahabari mbalimbali ikiwemo ndugu zetu wa Mahasin TV, mmeshiriki nasi katika jambo hili la kheri kubwa. Tunawaombea dua. Taasisi inaendelea kuratibu na kuandaa, na inshallah tutaendelea kuyasimamia mashindano haya. Mashindano yanazidi kukua, na sisi wazazi tumejionea. Hakika ni jambo la furaha, ni jambo la kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, hususan pale tunapowaona vijana wetu wanaandaliwa huku wakisoma Qur'ani tukufu kwa ustadi mkubwa. Tunafahamu kabisa wengi walikuwa wanatamani vijana wao washinde, wawe wa kwanza, lakini lengo kuu, lengo mahususi ni kuitaka Qur'ani isomwe. Niwapongeze vijana hawa kwa ustadi mkubwa. Kupitia shindano hilo, wito nazidi kutolewa kwa wazazi na walezi kuunga mkono harakati zinazofanywa na walimu wa madrasa katika kurithisha elimu ya dini kwa watoto. Lakini wanayefundishwa ni nani? Ni watoto wetu. Wakishaijua Qur'an, faida yao kwetu ni nini? Idha mata ibn Adam illa man talaq, anapokufa mwanadamu katika amali zake zote isipokuwa ubakia mambo matatu. Miongoni mwa mambo hayo ni mtoto mwema atakayekuombea dua. Haya, mtoto mwema utampataje kama hujampeleka madrasa? Wewe haupo katika hadithi ya Mtume kwamba wewe ni mbora, khairukum man taallama alquran. Haumo, umejifundisha, umebaki nayo, unachapa siasa, unachapa mambo mengine. Wewe unakuja kupata kwa mtoto mwema atakayekuombea dua. Napenda kuwashukuru walimu wangu, walezi wa kituo hiki na wale wote waliodhamia taasisi ya Mustaqima. Naambia wanafunzi zangu wote wajitahidi kwenda madrasa na kusoma Qur'an. Na kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai.
bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Ziara ya siku 5 ya Rais wa Kenya William Ruto nchini China inayoanza Jumanne imetajwa kuwa hatua muhimu katika mwelekeo wa kidiplomasia na kiuchumi wa Kenya, huku wakilenga kukabiliana na hatua mpya zilizochukuliwa dhidi nchi hiyo na Marekani. Wakati washirika wa jadi kutoka nchi za magharibi hasa Marekani wakipunguza misaada ya kigeni na kuchukua hatua za kibiashara za kujilinda, Kenya imeonyesha nia kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na China ili kufanikisha ajenda yake ya maendeleo. Ziara ya Ruto inasisitiza dhamira ya Kenya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maeneo muhimu kama vile nishati, usafiri, teknolojia na kilimo, kwa mujibu wa maafisa wa serikali na wachambuzi. Utawala wa Trump haukuisamia Kenya licha kuwa mshirika wa muda mrefu baada ya kuiwekea ushuru wa 10%, hatua iliyozua hasira Nairobi. Sasa serikali ya Kenya imelazimika kuimarisha uhusiano na madola mengine yenye uchumi mkubwa duniani baada ya kubaini kwa Marekani haiwezi aminika tena. Waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi amesema ujumbe wa Kenya utawasilisha fursa za uwekezaji na kupunguza maeneo ya ushirikiano wa baadaye, hasa katika sekta ya nishati ambako China imekuwa na mchango mkubwa. Kenya inaipa kipaumbele kukamilisha njia kuu za usafirishaji wa kikanda ili kurahisisha usafirishaji bidhaa, kupunguza gharama za biashara na kuimarisha ujumuishaji wa kikanda. Mradi mkubwa katika mpango huu ni uboreshaji wa barabara ya Rironi Mau Summit, sehemu ya koridori ya kaskazini inaunganisha mji wa Pwani na Mombasa na nchi zisizo na bahara kama vile Uganda, Rwanda, Burundi na DRC. Aidha, Ruto anafuatilia upanuzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Naivasha hadi Malaba karibu na mpaka wa Kenya na Uganda, kwa kuwa China ilifadhili awamu za awali za SGR kutoka Mombasa hadi Nairobi na Naivasha. Kenya inatumaini kuwa China itaunga mkono kukamilika kwa njia muhimu ya usafirishaji. Kwingineko, shambulizi la Marekani mjini Sana limeua watu 12 na kusababisha majeraha kwa watu wengine 30. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema na wasiwasi kuhusu mashambulizi ya Marekani nchini Yemen. Wizara ya afya ya waasi wa Houthi imesema mapema kwamba mashambulizi ya kutokea angani yaliyofanywa na Marekani katika mji mkuu wa Yemen, Sana, yamewaua watu wapatao 12 na kuwajeruhi wengine 30. Shirika la habari linaloendeshwa na waasi wa Houthi limeinukuu wizara hiyo ikisema vifo na majeraha yalitokana na mashambulizi ya usiku kucha yaliyofanywa na adui Marekani katika soko na eneo la makazi katika wilaya ya Farwa mjini Sana. Shirika la habari la Saba limesema mashambulizi mengine yaliripotiwa siku Jumapili katika mkoa wa kati wa Marib, mkoa wa Hudeida upande wa magharibi na ngome ya Wahuthi ya Sada upande wa kaskazini. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumamosi iliyopita kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi hayo ya Marekani, lakini pia akawataka Wahuthi wakome kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel na safari za meli katika eneo la Ghuba. Tuzitamatishe habari za kimataifa. Marekani inapanga kupunguza kwa kiasi kikubwa mwelekeo wake wa kidiplomasia barani Afrika na pia kufuta ofisi za Wizara ya Mambo ya Nje zinazoshughulikia mabadiliko ya hali ya hewa, demokrasia na haki za binadamu. Kulingana na rasimu ya amri ya Rais Trump ambayo bado haijatangazwa, ni kwamba mageuzi kamili ya kimuundo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani yataanza kutekelezwa ifikapo Oktoba 1 mwaka huu. Mabadiliko makubwa zaidi yatakuwa kupanga juhudi za kidiplomasia za Marekani katika kanda 4: Ulaya, Asia, Mashariki ya Kati, Amerika na Kusini na Asia Pacific.
Kwa mujibu wa rasimu hiyo, amri ya rais ni kwamba ofisi ya sasa ya masuala ya Afrika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje itafutwa na kurudiliwa na ofisi ya mjumbe maalum wa masuala ya Afrika ambaye atakuwa akitoa ripoti katika ikulu ya White House badala ya Wizara ya Mambo ya Nje. Pia rasimu ya amri hiyo inasema balozi zote zisizo muhimu barani Afrika katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara zitafungwa. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Kijana mmoja amefariki na mwingine kujeruhiwa na shoti ya umeme katika tukio linalodhaniwa ni wizi wa miundombinu ya umeme mjini Unguja. Jumuiya ya Ansari Sunna Tanzania yatoa tamko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi wa Oktoba mwaka huu. Katika habari za kimataifa, Trump afikiria kupunguza balozi za Marekani barani Afrika. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pala majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuria niliyokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Saadi Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.